Kama ulijiambia kwamba mwaka huu ni mwaka wako wa kuwekeza, hii video ni kwa ajili yako. Na nataka kuongelea hatua za kufuata kama unataka kuwekeza 2026. Karibu. Kitu cha kwanza ambacho lazima tufanye kabla tujaanza kuwekeza ni kuweka nyumba yetu sawa. Kwa Kiingereza tunasema put your financial house in order. Kwenye hii lazima tufanye vitu viwili. Cha kwanza kwenye madeni. Je, una madeni? Kama una madeni, lazima ufanye juhudi ambao vyovyote vile ili uweze ukalipa. Mara nyingi nasema kwamba kama una madeni mengi, yaorodheshe. Uwe unajua kabisa kwamba mimi nina madeni labda 7, mimi nina madeni 10 kutoka kwa watu hawa na riba yake ni kiasi fulani. Ukishajua ukubwa wa hayo madeni na riba yake, ni rahisi zaidi wewe uweze kufanya mpango wa kuyalipa. Unafanya mpango wa kulipa kwanza yale madeni ambayo ni madogo zaidi, unaanza kulipa haraka zaidi, lakini kila mwezi unakuwa unaweka kiwango cha chini kwenye kila deni ili uweze kuyalipa. Kwa hiyo tunasema kwamba kwanza tuyalipe madeni yetu. Cha pili ambacho tunasema kabla tujaanza kuwekeza ni kwamba kuwa na mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura ni hela ambazo unakuwa umeziweka pembeni ili kitu chochote ambacho kikitokea una hela ambayo inaweza kukusaidia wewe kuyalipa hayo madeni. Mfuko wa dharura unatakiwa na shilingi ngapi? Kwa kawaida kabisa huwa napenda kama una mfuko wa dharura unaanza na angalau shilingi 100,000 unakuwa umeweka pembeni ili kitu chochote kikitokea unakuwa na hela ya kukutosha kwa ajili ya hicho kitu. Ukishakuwa na 1,000,000 unaanza sasa kujenga huo mfuko wa dharura ili uweze kukusaidia wewe kitu kikubwa zaidi kikitokea. Kawaida nasema kwamba angalau mfuko wa dharura uwe na miezi 3 hadi 6 ya matumizi yako ambayo amewekwa. Kitu chochote kikitokea ambacho ulikuwa hujakipanga, sijui ugonjwa, sijui ajali, una hela ya kutosha kwa ajili ya mfuko. Tukisha tengeneza nyumba yetu kwamba tuna mfuko wa dharura, tumeshalipa madeni yote, zile bima ambazo tunataka kuwa nazo tumeshazilipia, tunaweza kwenda kwenye hatua ya pili. Hatua ya pili ambayo unatakiwa kufuata ni kwamba jua malengo yako na ujue pia muda wa kuwekeza. Je, una malengo gani? Unataka uwekezaji wako ukusaidieje? Je, unataka uwekezaji wako kwa ajili ya kustaafu? Na huo uwekezaji wako ni wa muda gani? Ni wa muda mfupi, ni wa muda mrefu? Ukishajua malengo yako, itakusaidia wewe uweze kuwekeza kwenye vitu sahihi kulingana na malengo yako na kwa ajili ya kutegemea na muda. Hapa tunapotengeneza malengo yetu pia tunaangalia na umri wetu. Kwa mfano, hautategemea kwamba mtu ambaye ana miaka 80 anawekeza sana yule mtu wa miaka 20 hapa. Na yule mtu wa miaka 20 tunasema kwamba ana muda zaidi, hata akiweka kwenye uwekezaji ambao ukishuka bei ndani ya miezi michache au mwaka, miaka miwili, ana muda anaweza kuvumilia kuliko yule miaka 80. Yule miaka 80 ameshastaafu, labda yeye anahitaji hela labda kila mwezi, kila miezi 3, kila miezi 6 kwa ajili ya matumizi yake na labda afanye kazi. Kwa lazima ujue malengo yako ni yapi. Unataka uwekezaji wako ukusaidie nini? Je, uwekezaji wako ni wa kwako, ni wa watu wangapi, ni wa familia nzima? Lazima ujue haya malengo yako. Ukishajua malengo yako ya kuwekeza, ukishajua na muda wako wa kuwekeza, hii itakusaidia wewe kuweza kuwekeza kwenye uwekezaji sahihi. Kwenye uwekezaji kuna aina nyingi sana za kuwekeza. Kuna aina ambazo sio rahisi kupoteza hela yako, kuna ambazo ni rahisi sana kupoteza hela yako lakini unaweza ukapata faida kubwa zaidi. Lakini ukishajua malengo yako ya kuwekeza, ni rahisi zaidi wewe kuweza kuchagua uwekezaji sahihi. Hapa nitaongelea aina za uwekezaji ambazo zilizopo. Kwanza unaweza ukawekeza kwenye fixed deposit bank, kwamba wewe unaenda kwenye benki yako unaambia kwamba labda una milioni 10 na milioni 100. Je, watakupa faida gani ukiwekeza labda kwa miezi 3 6? Unaweza pia ukawekeza kwenye dhamana za serikali. Kuna za muda mfupi na za muda mrefu. Za muda mfupi ni hizo chini ya mwaka au miaka 2, 5. Muda mrefu tunaweza kusema kuanzia miaka 5, 7, 10, 25, siku hizi kuna mpaka za miaka 30. Unaweza unakuwa umekopesha serikali na kukurudishia hela yako, inakuwa inakupa faida. Uzuri wa uwekezaji huu kwenye dhamana za serikali kwamba unakuwa na guarantee kwamba leo umeweka milioni 100, baada ya muda huu utapata labda 100,000 kama faida, ama utapata 200,000, 300,000. Unakuwa na guarantee ya wewe uwekezaji wako. Na kuna zile zingine ambazo hazikati kodi, kwa unakuwa unapata faida kubwa zaidi. Kwa mfano ni una umri ambao ni wa miaka kama 80 na zaidi au 60, 70, unastaafu, hii inaweza ikawa uwekezaji mzuri kwako. Aina nyingine ya uwekezaji ni uwekezaji kwenye hisa. Hisa ni nini?
Hisa ni kwamba unakuwa umewekeza kwenye kampuni. Hiyo kampuni ikipata faida, unaweza ukapata gawio, au unaweza ukawa umewekeza kwenye hisa, alafu ile bei ya hisa ikapanda ukapata faida pale utakayouza. Kwenye hisa hakuna guarantee kwamba utapata faida. Itategemea tu kwamba umewekeza kwenye kampuni gani na kama imepata faida. Kama ikipata faida itatoa gawio. Kama isipopata faida haitatoa gawio. Na pia inategemea, je, hiyo kampuni inafanyaje? Kama ni kampuni nzuri na inatoa magawio mara kwa mara, utakuta kwamba bei ya hisa inapanda. Kwa hiyo unaweza kuwa umewekeza kwenye, umenunua hisa shilingi 100, ghafla ikawa shilingi 200, ikawa shilingi 300, ukiuza unapata faida. Lakini hapo hapo pia unaweza kuwa umewekeza kwenye hisa lakini bei ikashuka ukapata hasara. Unaweza kuwa umenunua hisa shilingi 100, alafu ghafla ikashuka ikawa shilingi 50, ikawa shilingi 30, kulingana tu na kampuni inavyofanya hapo sokoni, watu wanaionaje hiyo kampuni. Kuna vitu vingi ambavyo vinategemea bei ya hisa. Kwa unaweza ukawekeza kwenye hisa na hela yako yaani upate hasara. Mara nyingi wanapenda kusema kwamba kama unataka kuwekeza kwenye hisa, kwanza uwe na muda mrefu wa kuwekeza, kwa sababu kama kampuni ni nzuri, ukiipa muda miaka 5, 10, unategemea kwamba hiyo bei uliyonunulia kwenye hisa itakuwa imepanda. Lakini kama sio kampuni nzuri, unaweza ukasubiri hata miaka 5, 10 na ukawa umepata hasara. Kwa hiyo hisa sio guarantee. Hauna guarantee kwamba kwa sababu ulinunua hisa shilingi 100 kesho itakuwa shilingi 200. Hapana, unaweza ukawekeza ukapata hasara. Kwa hiyo kwenye hisa unaweza ukapoteza hela, lakini pia ni vizuri zaidi kama unawekeza kwenye hisa, usomeweka mayai yako yote kwenye hisa moja. Usomewekeza tu kwenye hisa nyingi. Wewe umewekeza kwenye hisa tofauti tofauti. Moja inaweza ikawa imepanda, moja ikawa imeshuka. Na pia kwenye hisa, kwa sababu hakuna guarantee kwamba hela yako utapata faida, ni vizuri zaidi ukiwa kijana uwekeze kwenye hisa, kwa sababu tunasema kwamba una muda mrefu wa kusubiri, una miaka 5, 10 ya kusubiri. Lakini kama wewe ndo umestaafu, sio vizuri sana kuweka hela yako kustaafu kwenye hisa. Unaweza ukaweka leo, kesho ghafla hisa imeporomoka, umepata pressure, kitu kibaya kikatokea. Kwa hiyo hisa hakuna guarantee. Aina nyingine ya uwekezaji ni kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hii ndo kuna hii mifuko kama mifuko ya OTT, kuna hizi fund mbalimbali ambao madalali wa soko la hisa Dar es Salaam wametengeneza. Hao stock brokers wengi sana siku hizi wana mifuko. Ukienda kwa, unaweza kuuliza uwekeza kwenye mfuko gani, wanaweza kukuambia kwamba wana mifuko hii na unaweza kupata faida gani. Hasa tofauti ya hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja na hisa ama dhamana ya serikali ni nini? Kwanza, hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja, sababu inakuwa imekusanya hela kutoka kwa watu mbalimbali, wanakuwa na hela nyingi, wanakuwa na wekeza labda kwenye hisa mbalimbali, labda dhamana ya serikali za muda mfupi, muda mrefu, dhamana ya serikali mbalimbali. Kwa hiyo kwa mfano wewe una kazi yako, unafanya kitu kingine kabisa, hauna huo muda wa kukaa chini na kuanza kuangalia kwamba soko la hisa limefanyaje, hauna huo ujuzi wa kuangalia hisa nzuri ni ipi na mbaya ni ipi. Unaweza tu ukaenda kuwekeza kwenye hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja inakusaidia kwamba unakuwa umewekeza kwenye hisa nyingi ama kwenye dhamana ya serikali nyingi. Kwa mfano umewekeza kwenye hisa labda ya CRDB ikapanda, labda NMB imeshuka, ama DCP ikapanda, unakuwa unaona kwamba uwekezaji wako unakuwa taratibu, lakini angalau unakuwa kwa sababu hujaweka kwenye hisa moja. Cha muhimu zaidi ni kwamba kabla hujawekeza kwenye mfuko wa uwekezaji wa pamoja, ujue kwamba hela yako inatumika kwenye nini. Ukishajua hiyo hela yako inatumika kwenye nini, utajua kwamba utegemee faida ya shilingi ngapi. Kwa mfano, kama mfuko wa uwekezaji wa pamoja unawekeza zaidi kwenye hisa, ukiona kwamba soko la hisa linafanya vizuri zaidi, utategemea kwamba uwekezaji wako nao umepanda. Lakini kama soko la hisa labda limeshuka mwaka huo, hisa nyingi zimeporomoka, utategemea kwamba hata kile kipande ulichonunua kwenye ile mfuko wa uwekezaji wa pamoja hakijapanda sana bei. Utaona kwamba ukuaji unakuwa kwa kasi ndogo. Nimetengeneza video kuhusu mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Nitaweka link ya hiyo video hapo juu. Kama hujawahi kuiangalia unaweza ukaiangalia. Aina nyingine ya uwekezaji wa pamoja ni exchange traded funds ama ETF. Unakuta kwamba kuna ETF ambayo inawekeza labda kwenye soko zima la hisa. Kwa hiyo badala ya kwenda kununua hisa moja ya CRDB, hisa moja ya NMB, hisa moja ya Precision, hisa moja ya DCB, ukiwekeza kwenye ETF unakuwa umewekeza kwenye mfuko ambao unawekeza kwenye hizi hisa zote. Soko la hisa likipanda juu, na unategemea kwamba hiyo ETF yako itakuwa imepanda juu. Kama likishuka pia ETF yako itakuwa imeshuka bei. Kwa hiyo faida au hasara kwenye hii ni kwamba
utegemee kwamba kulingana na zile hisa ambazo huu mfuko umewekeza, zinavyozidi kupanda bei na wewe unazidi kupata faida. Zikishuka bei na pia wewe uwekezaji wako utakuwa umeshuka bei. Aina nyingine ya uwekezaji ni uwekezaji kwenye ardhi au kwenye nyumba. Hii changamoto yake ni kwamba mara nyingi sana huwa unahitaji hela nyingi zaidi ili uweze kuwekeza. Kwamba ukiwa na hela chache labda hautakuwa na hela ya kutosha kununua labda kiwanja au nyumba au kutengeneza nyumba ambayo utakuwa unapata kodi kila mwezi. Lakini kama una hela nyingi, unaweza kuwekeza kwenye ardhi, kwenye nyumba. Changamoto yake tu ni kwamba kwa mfano una shida, sio rahisi sana kupata hela yako. Sio rahisi kuuza kwamba leo una nyumba, unataka kuiuza uiuze upate hela yako hapo hapo, hapana. Mara nyingi sana huwa inatumia muda. Ndio maana tunasema kwamba ndio unaweza ukawa na uwekezaji wa kwenye ardhi, kwenye nyumba, lakini sio liquid, kwamba sio rahisi sana kuiuza. Kwa hiyo lazima pia umewekeza kwenye vitu ambavyo ni rahisi zaidi, ili shida yoyote ikitokea una hela ambayo unaweza ukaipata kwa haraka zaidi. Na pia kuna aina nyingine ya uwekezaji ambayo tunaita alternative investment. Hii ni uwekezaji kwenye vitu kama Bitcoin, watu wengine wanawekeza labda kwenye ng'ombe, kwenye nini. Kwa hiyo tunaita alternative investment. Sio uwekezaji huu wa kawaida, lakini pia watu wanawekeza na wanapata hela. Kwa hiyo lazima uwe umeelewa kabla ya kuanza kuwekeza, na mara nyingi sana usiweke hela yako yote kwenye hizi alternative investments, sababu unakuta pia ni riski zaidi, kwamba ni rahisi sana kupoteza hela yako, lakini pia hela yako unaweza kupata faida zaidi. Kwa hiyo usiweke kiwango kikubwa sana cha uwekezaji wako kwenye hizi alternative investments. Tumeshaongelea kuhusu aina mbalimbali za uwekezaji ambazo unaweza ukafanya. Hatua ya 4 ni nini? Ndio unaweza ukaanza kidogo, lakini kuwa consistent, kwamba endelea kuwekeza. Unaweza ukaa hauna hela nyingi, labda tu na 50,000, lakini ukasema kwamba kila mwezi nitakuwa naweka 50,000. Ukipata hela zaidi unakuwa umewekeza. Kwenye uwekezaji tunasema kwamba watu ambao wanapata faida zaidi, ambao unakuta kwamba uwekezaji unakuwa zaidi, ni wale watu ambao ni consistent, kwamba hawaachi kuwekeza, kila mwezi wanakuwa wanawekeza, lakini pia wanakaa hapo kwa muda mrefu. Ndio unaweza ukasema kwamba hela yako ni kidogo, lakini baada ya muda, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitano, utakuta kwamba huo uwekezaji wako umekua. Na mara nyingi ni vigumu zaidi kusema kwamba unataka labda kubeat the market, kwamba wewe unasubiria hisa fulani ishuke sana ndio uweze kununua. Hapana, hii itakuwa ni vigumu zaidi. Hawezi kujua kwamba hii hisa itashuka mpaka shilingi ngapi. Wewe kama unataka kuwekeza, anza leo, lakini usiache kuwekeza kila mwezi. Hata usipokuwa na hela unakuwa unawekeza, utashangaa baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, ule uwekezaji wako umekua. Kitu kingine ambacho lazima ufanye kama unawekeza mwaka huu ni kwamba usiweke mayai yako yote kwenye mfuko mmoja. Tunasema kwa Kiingereza diversification. Usiweke hela zote kwenye hisa, ama usiweke hela zako zote kwenye fixed deposit, hapana. Kila uwekezaji una faida na una hasara. Uweke kiasi kichache huku, kiasi kichache kwenye hisa, zingine kwenye dhamana za serikali, ili uwekezaji wako kwa ujumla uzidi kukua. Unaweza ukawekeza kwenye hisa leo, kwa miaka miwili isifanye vizuri, lakini ukasubiri mpaka miaka mitano ikafanya vizuri. Kwa hiyo ndio maana tunasema uweke uwekezaji kwenye vitu mbalimbali, usiweke wote sehemu moja, kwa sababu umewekeza kwenye hisa ikishuka bei unaweza kupata pressure, ikawa shida nyingine. Ama umewekeza kwenye hisa ghafla ukapata shida, unahitaji hela. Ungekuwa labda una fixed deposit benki, ungeweza kwenda kwenye benki yako ukaongea na benki wakakupa hela, kwa sababu ni rahisi zaidi na utakuwa hujapoteza hela. Kwa hiyo hutaki kwamba ukiwa na shida hela uende ukachukua uwekezaji ambao unaenda kuuza kwa hasara, hapana. Uweze kuweka uwekezaji wako kwenye sehemu mbalimbali, ili ukiipa muda utakuta kwamba uwekezaji wako unaendelea kukua. Hatua nyingine ya kufanya ni automate ama kuwarahisisha. Unajua kabisa kwamba mimi kila mwezi nataka niwe na malengo yangu ni haya, nataka niwekeza kwenye hichi. Kwa nini usiweke standing order banking? Sababu unajua kabisa mimi kila tarehe 1 napokea hela, kila tarehe 30 nakuwa ninapokea hela. Unaweka standing order banking kwamba kila tarehe 3, 4 wanakata labda 100,000 kwa ajili ya uwekezaji. Kuna account ya uwekezaji ambayo inaenda kwenye uwekezaji wako mbalimbali. Hii itakusaidia kwamba usiwe na decision fatigue, kwamba leo labda nimesikia uvivu, labda sijui dharura fulani imetokea, haujawekeza. Hapana. Ukiweza kuautomate kwamba kila mwezi kuna hela ambayo inaenda kwa ajili ya uwekezaji, utakuwa ufanya hayo maamuzi na utakuta kwamba uwekezaji wako unakuwa na unaendelea tu kupata faida. Na jambo la mwisho la muhimu sana ni kwamba kuwa na subira. Uwekezaji ni wa muda mrefu. Tunasema kwamba tunawekeza leo kwa ajili ya kesho. Kwa
Usiwe na haraka. Kama hata umeona hisa yako imeshuka bei, iweke hapo. Hisa ni ya muda mrefu, ya miaka 5 10, utashangaa kwamba uwekezaji wako umepanda bei. Kwa hiyo kuwa na muda mrefu. Usijaribu kusema kwamba mimi ni guji sana wa soko, najua kwamba hii hisa itashuka bei kwa hiyo ninauza. Hapana. Kuwa na muda mrefu akilini ili uweze kupata faida zaidi kwenye uwekezaji wako. Haya ndio yote kwa leo. Haya ndio mawazo yangu ya vitu vya kufanya kama unataka kuwekeza mwaka huu 2026. Kama una swali lolote unaweza kuniuliza hapa kwenye comment section. Kama umefurahia hii video na subscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.